Na mashariki mwa Kongo, waasi wa M23 wameendelea kushikilia mji wa mashariki mwa taifa hilo wa Walikale licha ya kutangaza mwishoni mwa juma lililopita kuwa watajiondoa ili kuwezesha mazungumzo ya amani. Hata hivyo, juhudi mbalimbali zinaendelea ili kujaribu kutafutia ufumbuzi mzozo huo. Bakari Ubena na taarifa zaidi. Waasi hao wanaoungwa mkono na Rwanda walitangaza Jumamosi iliyopita kwamba wanadhamiria kujiondoa kwenye mji wa Walikale wenye wakazi wapatao 60,000 ili kuruhusu mchakato wa amani na mazungumzo ya kisiasa. Baadaye jeshi la Kongo lilisema litafuatilia kwa umakini mkubwa zoezi hilo na kwamba litajiepusha na uchokozi wowote na kuwataka wanamgambo wa eneo hilo wanaoiunga mkono serikali kuheshimu msimamo huo ili kupunguza hali ya mvutano. Hata hivyo, M23 ilisisitiza kuwa haitaruhusu wanajeshi wa serikali ya Kongo kurejea katika mji huo na kuonya kwamba uchokozi au shambulio lolote vitapelekea kuusambaratisha kabisa uamuzi ambao ulipongezwa pia na serikali ya Rwanda. Alipozungumza na waandishi wa habari siku ya Jumamosi, waziri wa mambo ya nje wa DRC Therese Kaikwamba Wagner alisema wanasubiri kuona ikiwa M23 watajiondoa huko Walikale na ikiwa wanatoa kipaumbele kwa mazungumzo. Bi Kaikwamba alielezea pia ni kwa nini serikali ya Kongo imebadili msimamo wake na kuwa tayari kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na waasi wa M23. Ni kawaida kwa mzozo kukua na kubadilika. Wadau na nguvu zao katika mzozo pia hubadilika. Uamuzi wetu umetokana na mabadiliko haya na tumeona ni vyema zaidi kwa serikali na kwa ajili ya wananchi kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na M23. Ikiwa hilo litasaidia kupunguza mvutano na vurugu dhidi ya raia. Katika hatua nyingine, juhudi mbalimbali zinaendelea ili kujaribu kuutafutia suluhu mzozo huu wa mashariki mwa Kongo ambao umesababisha maafa makubwa. Wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na wale wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC wanatarajiwa hivi leo kufanya mkutano kwa njia ya video ili kutafuta namna ya kuvimaliza vita hivyo. Mkutano huo utaongozwa na Rais wa Kenya na mwenyekiti wa EAC William Ruto na Rais wa Zimbabwe na mwenyekiti wa SADC Emmerson Mnangagwa. Hayo yakiarifiwa, Angola imetangaza hivi leo kuwa itajivua hadhi ya usuluhishi katika mzozo huu wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikisema kuwa rais wa nchi hiyo Joao Lourenço amefanya kila aliwezalo na bila mafanikio kuzisuluhisha pande hasimu. Taifa jingine la Afrika litatakiwa kupewa jukumu la kuongoza juhudi hizo za kuwezesha mazungumzo ya amani. Ni taarifa yake Bakari Ubena kuhusu mzozo huo mashariki mwa Kongo.